droni hizi au ndege nyuki zinamwagilia bure kwa wakulima. Hapa tumeelezwa na wataalamu wetu kwa maana ya afisa kilimo, lakini tumeelezwa na mtu wa bodi ya pamba kwamba droni hizi au ndege nyuki zinamwagilia bure kwa wakulima, kwamba mkulima akiwa na shamba anahitaji huduma hii anapelekewa na kazi hiyo inafanyika. Lakini jambo la kuvutia ni kwamba droni zinaokoa muda. Hapa katika ekari moja wanatumia dakika 7 mpaka dakika 10. Kwa hiyo maana yake kama mtu ana ekari nyingi, ndani ya siku moja anaweza akahudumia maelfu ya maekari. Lakini jambo la mwisho ni waombe sasa wananchi, kwa sababu serikali imeshaleta teknolojia nzuri, imeshawathamini na kuwajali, walime kisasa na kitaalamu. Tuondokane na kilimo kile cha zamani, tufuate ushauri wa wataalamu namna bora ya kulima pamba, kwa sababu mkoa wa Simiyu tunatambua kwamba pamba ni dhahabu nyeupe, pamba ni uchumi, pamba ni fedha. Na sisi tutazidi kuisisitiza serikali kama chama kuhakikisha bei ya pamba inamnufaisha mkulima. Hilo tutalibeba kama ajenda ili wakulima wa pamba na mazao mengine yakiwemo tumbaku na kadhalika waweze kuona tija katika kilimo, kama ambavyo tunasema kilimo ni uti wa mgongo ndani ya taifa hili. Ninalo moja tu la kuishukuru serikali ya Mama Samia kwa kutuletea teknolojia. Na baada ya hapo nazidi kuiomba tu serikali izidi kutujali sisi wakulima wa pamba kwa kutukopesha pembejeo, ikiwezekana hata trekta au makatapira, ili tuweze kuinua uchumi wetu wa. Kwanza ameongeza ajira kubwa sana kwenye zao la pamba. Kuna watu wanaoitwa BBT, hizo ni ajira ndio zinazosimamia huu uzalishaji. Kwa hiyo sasa ule kulima tuliokuwa tunautumia zamani ni tofauti na sasa hivi, ndio maana mazao sasa hivi yataongezeka. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kuleta ajira katika mkoa wetu wa Simiyu, na sio Simiyu tu, ni mikoa yote inayolima pamba imeletewa BBT. Asanteni sana.